Aya bwana, majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na kipindi ni Baraka16. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, mzee wa Ngwasu, ambaye niko nakurushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka Minembwe kupitia Rwanda zinasema hivi: kuna uwezekano wanajeshi wa Ufaransa walifia Minembwe. Taarifa hizo, wanajeshi wa Ufaransa walifia Minembwe na hivyo wameweza kupelekwa nchini kwao kwa ajili ya mazishi. Hizi mbolea zilitoka mapema, kwa hiyo zikapelekwa kwao kwa ajili ya mazishi. So hizo ni taarifa kutoka Minembwe, na kuna taarifa nyingine nyeti sitaizungumza saa hizi kutoka Minembwe, lakini kwa wakati sahihi nitakuja kuizungumzia. Pia nitajaribu kuwaonyesha kitu kimoja ambacho ni hatari sana kwa Wakongomani. Watu wanazungumzia Minembwe. Yaani Minembwe iko na jina kubwa tofauti na jinsi ilivyo. Na kwa nini hili jina la Minembwe liko hivi? Nitakuja kuambia kwa nini usi. Na pia kuna wapambanaji wetu maeneo ya Rugezi tokea juzi walifanya kazi kubwa sana. Mzee wa Bain, komanda wa 4e secteur, ameweza kufanya kazi kubwa. Tutapata nafasi ya kuweza kumsikiliza kazi yenye walifanya huko maeneo ya Rugezi, ili kuweza kumzuia adui kwenda ku reinforce Minembwe. Na vile vile tutazungumza kuhusiana na Kadandare Makanaki Kasimbira John. Tunajua kwamba mke wake ameweza kufariki na ratiba ya msiba kesho, siku ya 3 ndo watazika. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji kwamba kama kuna mtu mwenye kuwa na chochote kitu kama uko na chochote kile ambacho unaona kwamba unataka kimfikie Makanaki kwa ajili ya kumpa pole kwa msiba, unaweza kuwasiliana na Baraka1 TV na itapita inaenda mkadri ya Operation Sadia Mzalendo. Na tunataka tufanye hivyo kesho, twende tumpelekee Makanaki chochote kile. Envelope itakuwa kama ni saki ngapi za unga, kama ni mbuzi, ni vile ambavyo wewe mwenyewe utajisikia, ili tuweze kufanya hivyo. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata matangazo kila wakati. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine. Tuanze kwanza na hili swala la movement ya CPLC pamoja na FABB. CPLC ni movement yenye kuongozwa na General James Fieka Adui na komanda d'operation ni Dawa ya Panya kupitia CPLC, na pia muungano wa FABB, Force Biloze Bishambuke ambaye anaongozwa na Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Komanda sektere ya 4 kwa mzee wa Bain akiwa huko maeneo ya Rugezi ametutumia taarifa ifuatayo. Huyu ni komanda wa 4e secteur mzee wa Beni. Kama hamumujui ni komanda wa 4e secteur. Huyu ni komanda T3 Charles Ri wa 4e secteur. Huyu ni komanda Estro wa batayo mu 4e secteur. Hii yote ni staff ya 4e secteur yenyewe munaona. Jana wanachapa kazi. Acha tumusikilize mzee komanda secteur mzee wa Beni. Maongezi gisi atasema juu ya vita ya Rugezi. Sawa, ni hapo kazi tumetumika vyema, hakuna shida. Tukakuja hapa na mpaka hivi tunaendelea. Ndio naona wasio ndio tukuja mpaka mwisho. Ndio ngalo na Minembwe mpaka sina afike mpaka kule Minembwe. Hiyo ndio sheria tutashika, na kila mwanajeshi wa FARDC mzalendo asikie ile neno, kwa sababu adui atazimwashia muda mpaka mwisho aingie wapi Rwanda. Hivyo ndio leo jana kumbe wakati endelesha kazi yake kama vile kiongozi ndio vile. Asante kiongozi, tunashukuru. Haya, hiyo ni taarifa ya Rugezi. Sasa nataka kwanza nizungumzie hapo swala la Rugezi, afu tuje tuingie Minembwe na tuzungumze jambo jingine muhimu kubwa. Ni kwamba hii vita iko inapiganwa sehemu mbalimbali. Unajua milima ya nyanja ya juu na ya chini
huko maeneo kwenye Wanyarwanda walikuwa washakamata na kugeuza kama vile kwao, yani kama vile wanajipatia. Ushaona ile mko kusherehe unajiservire wewe peke, unajikatia kadiri unavyoweza, vile ndio walikuwa wamekwisha kufanya. Sasa unakuja kukuta ile michezo ni michezo yenye haiwezi kuvumilika kwa serikali yoyote ile. Serikali haiwezi kuruhusu ka eneo fulani kakuwe ka watu fulani, yani watu wengine pale hawezi kufika, hakuna uongozi sahihi, yani ni kabila fulani. No, ile inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo pia kuko makamanda wenye wako wanafanya kazi kubwa nyuma ya pazia, na ndo hili ambalo tunatakiwa tu tunawapa watu maua yao wakati bado wako wazima. Unaona mzee wa Beni ni mmoja kati ya makamanda ambao Rugezi wanaimetrize vizuri sana, wanafanya kazi kubwa Rugezi, wanafanya kazi kubwa maeneo ya Bijombo, wanafanya kazi kubwa huko maeneo ya Kageregere kumzuia adui ambaye ni nani? Ni M23 Twirwaneho Tabara, kwenda kuongezeana nguvu huko maeneo ya Minembwe. Kwa hiyo hii kazi yenye walifanya ni kazi muhimu, na adui amekungutwa mpaka kukimbia maeneo ya Rugezi ambako walikuwa wanajaribu kutafuta kujipenyeza ili kwenda kusaidiana nguvu huko maeneo ya Minembwe. Kwa hiyo watu kama hawa tunatakiwa kuweza kuwa na watia nguvu na kuwasukuma na kuwasapoti kwa namna moja ama nyingine. Masuala ya kuwa naangaliana kwa macho, kwa masikio, kutegeana sikio, walifanya nini, fulani alipewa nini, mbona hivi, ile inakuwa inaturudisha nyuma, haiwezi kutusogeza mbele. Ndio maana jambo la muhimu sana ni kwamba sisi tukue tunaungana wote kwa pamoja juu ya kuwa na support ndugu zetu ambao wako wanapigana. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa Rugezi. Tukija kwa upande wa msiba, tuko na msiba wa General Makanaki Kasimbira John. Nilipitia tu tokea juzi jana kuwa taarifu, lakini mtakuwa mmepata kupitia mitandao mingine. Ila Baraka One TV tumeona ni muhimu leo kwa sababu tumepata ratiba yote, na kesho sisi ndio siku ya 3 ndo kutafanyika mazishi ya mke wa Kasimbira John. Sasa tulikuwa tuna sensibilize juu ya kwenda kumpatia pole komanda wetu Makanaki Kasimbira John. Tunajua kwamba tunazoea kuchangia mara kwa mara operation Saidia Mzalendo, tunajua tunachangia, tunasukuma gurudumu nende mbele, lakini hatuwezi kuishia hapa. Wakati ndugu yetu anapopatwa na matatizo, mzalendo mwenzetu, na kasikia kwamba wazalendo wenzake wamekuja kumuona, wamekuja kumtembelea, wamemletea kitu kidogo, ile inatia nguvu. Unaelewa? Inatia nguvu na inatia moyo. Ningependa kusimama pale mbele pia kwa niaba ya Baraka One TV Note ambao wako wanatusikiliza. Sisi kama vile media Baraka One TV, Baraka One Media, tumekuja na hii hapa kwa niaba ya watazamaji wetu. Wametoa mchango wao, envelope yao hii hapa, ili tuje tufikishe kwa Makanaki Kasimbira John. Yote inawezekana. Unaona? Kwa hiyo tufanye hivyo, itaweza kutuheshimisha sana sisi sote, yani mimi na nyinyi ambao tuko tunasikiza Baraka One TV. Ni hivyo. Pia tupande sasa huko milima ya nyanja ya juu. Unasikia watu wanasema Minembwe. Utafikiri kama Minembwe ni sehemu moja hatari sana, utafikiri Minembwe kuna mambo ya hatari sana. Kuna vitu hapa, ngoja nijaribu kukuonyesha hizi situation iko maeneo ya au plateau ya Minembwe, zone strategique na base arriere ya Ngomino Twirwaneho Tabara ambao wanasaidiana na RDF M23. Kuko kilima ambacho kinaitwa Kitave, ambacho kiko katika umbali kidogo na Minembwe, ikiwa ni altitude ya kilomita 8 kwenda mpaka 10 hivi kwa kuruka, na pia 12 ama kwa 15 kwa kutumia kiwanja kidogo cha ndege ambacho kiko hapo maeneo ya Minembwe. Nakupa makoordinate ziko MP strategique.
za Minembwe. Najua kwenye niko naenda, utanielewa tu. Hebu nifuate kwa utaratibu. Kijiografia Minembwe altitude yake ni 3 nyuzi 52. Inafika mpaka 28 hivi kwa 41. Kwa nini Minembwe ni maeneo ya kimkakati sana kwa upande wa Ngomino M23 Red Tabara? Ni sehemu ya kimkakati kwa sababu moja. Tunaanza hivi. Drone ambazo zinarushwa na M23, drone aina ya Kamikaze, drone ya aina ya KT6, zinarushwa kuelekea Mikenge ni a partir ya kile kilima kinaitwa Kitavi. Unaona, kuna kilima ambacho niko nakizungumza mara mingi hapa. Kuna kilima kinaitwa Kitavi. Ukivuka ile kilima Kitavi, kuna ile pori pale, kuna kile kilima Kitavi, ukivuka pale unatumbukia Irundo, unaingia mu centre ville ya Minembwe. Sasa kile kilima Kitavi ni kilima ambacho kiko na miti mingi, kiko na majani mengi, kwa hiyo kiko na makoa zenye zinatumika kwa ajili ya kurahisisha kuona nani mwenye iko. Donc unaweza kuona sehemu mbalimbali kwa umbali. Kwa hiyo pale ni sehemu ya mkakati sana yenye ilikuwa kwa ajili inawafurnir M23 kwa kuweza kurusha drone zao na zinaenda bila shida. Kuna tofauti mbili. Drone uirushe ukiwa uko bondeni, uko na difficulty, kuliko mwenye arushe drone iko wapi? Iko kwenye kilima. Kwake ni rahisi sana kuliko wewe wa bondeni upande tena hivi ili uone kilima. Lakini wa kilima yeye ni kidogo tu anakuona mwenye kuwa chini. Hiyo ni moja. Mbili, kwa upande pia wa kurusha mortier ya 70 mm inaitwa mortier 70, na pia ma snipers kwa kilomita 8. Unaona? Ile kitu inawezekana. Wiki kilometri sniper iko pale, iko naona kiko kwa wiki kilometri kwa ile mlima ya Kitavi. Unaweza kuona hivi unasema hapa kweli kuna ni ngumu sana kuingia, sababu kila mnapokuwa mnajaribu kutoka, wao tayari wanakuwa wako wanawaona. Unaona? So utaniambia nini cha kuweza hapa? Ni ndege tu. Hata ndege inaweza ikapanda ikaonekana kwenye hiko. Kumbuka pale kuko silaha za aina yote. Kuna silaha za kuangusha ndege vile vile. Kwa hiyo haiko black. Kitavi vile vile ina kontrole piste ya Minembwe Bijombo. Unaona? Kwa sababu pale uko unaona sehemu zote. Vile vile Ngomino Twigwaneho walikuwa wanakamata Kitavi, na kuwa pale Kitavi kuna wapermetri wao kuwa na kontrole yote ya Minembwe mpaka Bijombo. Kitendo cha kuwa pale maeneo ya Kitavi kinawafanya waweze kuwa na uwezo mkubwa, na wakitaka kurusha mabomu ya masafa marefu zinaweza zikaruka na zikaja kuathiri mpaka muaxe za Fizi. Unaona point strategique ilikuwa pale Kitavi. So sio jambo lenye watu walikuwa kwa nalikamatia tu kimzamzaa na kuona kwamba siwaingie tu mnaweza kwenda. Kulikuwa kuna ugumu mkubwa pale. Kitu kingine kenye kilichelewesha FARDC na wazalendo kuingia pale Minembwe, hiyo maeneo ya Kitavi, kulikuwa kuko drone zenye zinalala pale, zenye zinafichwa pale, artillery, kuko battery na zile matire direct za missiles kwa ajili ya kuangusha ndege.
pale Kitavi. Kwa hiyo kitendo cha wao kuja kushambulia Mikenge iliweza kuleta sura ya tofauti. Sijui ni nini kinye kilipitikana hapa mpaka wakati wanakuja kusahau kuja kushambulia wakajisahau. Kujisahau kwao ukafanya FARDC na wazalendo waweze kupenetrate kwao ndo reisite ya Minembwe. Lakini sasa hapa kuna shida moja. Hii shida yenye kuwa hapa, tunaweza tukawa tunakaa Minembwe, lakini kama hatujawaondoa hao jamaa kwenye hiki kilima cha Kitavi, sasa unaweza kuuliza tulipitapitaje mpaka kuingia bila kupita Kitavi? Tuliingia Minembwe bila Kitavi. Juu mpaka saizi kilima cha Kitavi ambacho kinaangalia Minembwe, kinaona Minembwe, kiko mikono ya magaidi wa M23. Unaona? Kitavi kwa mikono ya FARDC. Kwa hiyo kubakia pale Minembwe bila kushambulia Kitavi, bila kuwaondoa pale kwenye ile mulima yenye iko strategic, kwetu bado itakuwa ni ngumu sana kuendelea kudhibiti Minembwe. Itakuwa ni ngumu, itatujia ngumu sana. Nikupatie pointi za mapointi strategiki za M23 kumilima ya nyanja ya juu, fasi ambako wanatakiwa kwenyewe wanategemea kwamba hapa tukiwaondoa haya maeneo tunamaliza mchezo. Unaenda ingia Minembwe, lakini kama haya maeneo au kuyagusa itakuwa ni kazi bure. Maeneo ya kaskazini kuna Kitavi ambayo ni witi ya 15 km na Minembwe. Iko ni base logistique. Kuko madrone kamikaze, kuko mamortier 107, mamortier 120, kuko zile mabateri, malteleri pale Kitavi. Kwa upande wa kusini kuko Bidegu, Rugezi pamoja na Kalonge. Iko ni 25 km 30 km, ikiwa ni arrière base logistique ambayo ina ravita yaka moja kwa moja kutokea Rwanda kupitia plene ya Riviere Ruzizi. Tuko tunaelewana hapa jamani, tuelewane vizuri, maana hii ni somo yenye wengi wanasikia tu Minembwe mwe hawajui zile mapoint strategique zenye zinaweza kupermettre kuweza kuingia Minembwe. Maeneo ya Sud West, kusini magharibi, huko kilima cha Sinai ambayo ni pamoja na sekta ya Itombwe ni 25 km, ikiwa ni liaison ya Tanganyika pamoja na Fizi. Maeneo ya magharibi kuko Bijombo, iko 25 à 30 km, arrière base logistique ambayo inapelekea barabara ya Uvira hivi utapanda hapo unaingia Bijombo directement huko Minembwe. Haya, hii imefanywa na ni ripoti nyeti sana ambayo imetoka ndani ya jeshi. Mimi nakwambia hii ripoti sababu nakupenda. Sikutaka uko confused. Unaweza ukasikia muda wote kwamba tumetoka Minembwe. Mbona sisemi kwamba ndo lipo, lakini naweza kuambia hivyo. Hii inategemea na jinsi hawa magaidi wamepangilia mipango yao, wamepanga vitu vyao. Kusini kuko hiki, mashariki hiki, magharibi hiki. Sasa hapa dawa ni nini? Dawa ni kushambulia ngambo zote. Rugezi jana
juzi nafikiri tumeona hapa kwa komanda wa 4e secteur mzee wa Beni jinsi wamepigana na adui pale. Sasa shida sio kupigana kwamba mnakutana nafasi anakimbia anarudia. No, shida ni kumtoa pale kwenye iko. Hapa tukifanikiwa kumtoa M23 maeneo ya Kitavi, yani tushambulie Kitavi, tupige Kitavi, tumtoe Kitavi, tumtoe Bidegu, tumtoe Rugezi, tumtoe Kalonge, tumtoe na Bijombo ambayo iko maeneo ya magharibi. Hapo tutakuwa tunaregeza na kumaliza nguvu za M23. Unaona? Minembwe ni mchanganyiko. Na watu pia wana akili, wana akili. Hawezi kukusanya silaha zote wazitie Minembwe Centre. Hapana. Huko zile makwe na marekwe. Kule ndo kunahifadhiwa vitu vyao vingi. Minembwe Centre mtakuta ile marejareja tu. Lakini kando kando ndio yenye niko nasema kando kando ya Minembwe, muma peripherik za Minembwe ndo kuko. Nafikiri kwa hizi ambazo nimekutajia hapa, hizi zinakupatia sura yenye ukikaa unasema kweli bado tungali na kazi, na ni kweli bado kazi ikingali. Unaona ndugu yangu, hapa bado tungali na kazi kubwa. Kwa hiyo tuko na kila sababu ya sisi kuweza kusema tusimame ili tuendelee kuunga ndugu zetu mkono. So wanajeshi wa Kifaransa, kunasadikika kuna baadhi ya wanajeshi wa Kifaransa ambao walipata madhila wakati wako wanasaidiana na M23 na hivyo kuweza kupelekwa kwao nchini kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa. Waliona hawezi kuacha mbolea kwa sababu tungeziona tungezisambaza kwa mitandao na hivyo Ufaransa ingepata aibu kubwa kutokana na jinsi iko inacheza double G kwa ajili ya kuwafavorize magaidi wa M23. Pointi nyingine ambayo pia nilitaka niweze kuikazia hapa ni kuhusiana na sisi, mimi, wewe na Mutusi Munyarwanda huko maeneo ya Minembwe. Tokea makelele yote nye huko unasikia diaspora ya Watusi wanapiga makelele Minembwe, 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 Minembwe. Hakuna mwenye iko na jenga Minembwe. Minembwe hakuna centre de santé yenye ilikuaga wakati wa serikali Kigwane already Tabara wanaharibu Minembwe. Minembwe hakuna masomo ya mzuri. Yote wanaharibu Minembwe. Donc Minembwe hakuna kitu cha ajabu kenye utasema kwamba kiko Minembwe. Hawa watu ni watu mmoja wa hovyo sana. Wanapiga kelele sana Minembwe, wanaongelea sana juu ya Minembwe. Utafikiri kwamba wanaijua Minembwe vizuri. Kumbe hajui yake hata Minembwe. Hawa wote wasichana ambao mko unaona wakitusi kuma TikTok, ma Facebook, ma wapi wanaongelea Minembwe, ils n'ont jamais arrivé à Minembwe. Et ils ne savent pas même Minembwe. Wanajua Minembwe kwanza kusikia tu gisi tuko tunasema Minembwe ndio wanajua Minembwe. Makwe marekwe za Minembwe hakuna mwanazijua. Unaweza kufikiria kwa hii miaka yote Moise Nyarugabo, Azarias Rubero biko na mashanti ya ma 3 chambres salon Minembwe. Shanti zao zebe biko na ma 3 chambres salon Minembwe. Zenye ziaisha. Hii miaka yote depuis wanakuaga. Alafu kio naambia sema Minembwe kwenye Azarias Rubero na Moizi hawana nyumba za ajabu Minembwe. Hawana nyumba za ajabu Minembwe. Huko nyumba ya ajabu iko Fizi. Sawa? Nyumba ya ndugu yangu Reani Mpenda Mbula iko Fizi sana. Nyumba ya ajabu ya kisasa. Simple citoyen huyo. Mais vice-président ancien vice-président Azarias Rubero hana nyumba saa ile Minembwe. Donc kule Minembwe hakuna kitu, ni sehemu yao tu ya kufanyia fujo. Ni kiwanja cha fujo. Na wao wanajua ke Minembwe ni kiwanja chao cha fujo. Sasa wenyewe wako wanasema kule Minembwe ni nani? Ni raia, mimi na wewe. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuwaunga mkono watu kama hao.
Tuache kuwa nafuata malalamiko ya watu wa nje, intoxication za watu wa nje. Oh, Minembwe. Hakuna siku FRDC ishabombarde Minembwe. Hakuna siku wazalendo washabombarde Minembwe. Hakuna. Niwaambia hapa, gere ya FRDC iko ni gere conventionnelle. Wana respecte droit de l'homme. Wana respecte charte za Nations Unies. Kwenye kuko raia, FRDC haiwezi pigana. Kwenye kuko masomo, haiwezi piga. Kwenye kuko maopito, haiwezi kupiga. Ni bora yeye ajiretire atoke. Ndogisi FRDC inapiganaka hiyo. Sababu ni arme yenye iko professionnel. Haiko arme ya babaribari. Na usi operation zinazidiana. Shelewa. Kama ni operation ya kwenda kuvamia fasi nyingine sawa, lakini kama ni operation unavamiwa, kwa hiyo uko na haki ya kuprotege raia wako wasipatwe na matatizo. Hilo ndo ambalo FRDC iko nafanya. Kwa hiyo hatari kubwa bado ipo njiani kuja Minembwe. Bado kuna hatari yaja Minembwe. Bidegu, Kitave, Bijombo, hatari bado ziko zinakuja tu za kutosha. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana. Tuwe makini sana na hao wenye wako wanaleta maneno ya intoxication, wenye wako wana intoxicate watu, wenye wako wanaingiza watu maneno ya uongo, maneno ya kizushi kulingana na Minembwe. Hapa ndo sehemu pekee na sahihi kwenye utakuwa unapata taarifa muhimu kutoka Minembwe na sehemu mbalimbali za uwanja wa mapigano. So nafikiri kwa dakika hizi chache tushie hapa. Tutakutana saa 9 kipindi cha habari na maelezo ambako nitagusia tena hapa, nitakazia sababu kuna pointi moja niliacha kubwa tu kuhusiana na Minembwe. Nitakuja kuikazia hapa. Tusikose pia kushiriki juu ya Makanaki Kasimbira John.